Kiwango cha ukosefu wa ajira kimepungua kwa maana unemployment kufikia 6.4% mwaka 2024 ukilinganisha na 8.7% mwaka 2021, na wastani ukuaji wa ajira kwa mwaka umeongezeka kufikia 7.8% mwaka 2024 ukilinganisha na 2.3% mwaka 2021. Kwa Mheshimiwa Spika, uwezo wetu wa kuzalisha ajira mwaka 2021 ilikuwa 2.3% kwa mwaka. Kwa sasa tumeongeza, tuna uwezo wa kuzalisha ajira angalau kwa 7.8%. Na wakati mwingine takwimu hizi za kitakwimu inakuwa ngumu kuzielewa. Tuseme jambo moja muhimu hapa, Mheshimiwa Spika, kati ya mwaka 2019 mwaka 2020 wote tunatambua serikali ilisitisha ajira na kupandishwa vyeo katika utumishi wa umma kwa miaka 5. Hata hivyo, kama sehemu ya falsafa yake ya kuifungua nchi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifungulia ajira na kupandishwa vyeo na madaraja katika utumishi wa umma. Kwa moja ya hatua ambazo Mheshimiwa Rais alichukua mapema sana ni kufungulia ajira na kupandishwa kwa madaraja katika utumishi wa umma. Na katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, serikali yake ya awamu ya 6 imeshaajiri watumishi wa umma 32,833 ikiwemo walimu 7,000 na watumishi wa afya 5,000 walioajiriwa katika sehemu ya kutekeleza ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 baada ya kuapa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. 5, kuendelea kupanuka kwa fursa na kuimarika kwa kiwango cha ubora wa huduma za jamii ikiwemo kupungua kwa vifo kwa kina mama. Tumelisema hili mara nyingi. Ujuzi wa kusoma na kuandika umeongezeka, Mheshimiwa Spika, sasa umefikia 85.1%. Idadi ya wanafunzi wanaohitimu katika vyuo vikuu imeongezeka sasa kufikia wanafunzi wahitimu 62,570 kwa mwaka 2024. Mwaka 2021 walikuwa wanafunzi 54,810. Na hadi kufikia Disemba, serikali iliwekeza ujenzi wa miundombinu ya maji na usafi wa mazingira yenye uwezo wa kusambaza huduma ya maji vijijini kwa 85.2% na kwa upande wa mijini kwa 92.5%. 6, kama sehemu ya muhtasari wa mafanikio, serikali ya awamu ya 6 imekamilisha kwa mafanikio makubwa maandalizi ya Dira 2050 na nyenzo zake zote za utekelezaji.